Wataka Mungu akufanyie nini? Sura ya 4. Kuomba kwa bidii ni pamoja na kufunga. Kufunga ni utaratibu ulioelekezwa katika maandiko matakatifu kwa ajili ya waamini kutekeleza. Lakini upo uwezekano kwamba baadhi ya waamini wakiulizwa sababu za kufunga badala ya kufanya maombi ya kawaida tu, hawawezi kutoa maelezo ya kuridhisha. Wanafunga kwa mazoea tu. Wanafunga kwa mapokeo tu. Katika sura hii tutachambua maandiko ili kujua makusudi ya kufunga. Ni muhimu kujua sababu za kufanya jambo ili kuhamasika kikamilifu kulifanya. Kwa namna moja au nyingine, kutoelewa kusudi la kufunga huwafanya baadhi ya waamini kukwepa. Kufunga ni nidhamu ya kawaida kabisa ya kiroho iliyotekelezwa tangu enzi za Agano la Kale, na mpaka sasa wakati huu wa Agano Jipya tunaendelea na jambo hilo. Watakatifu wa Agano la Kale, yaani wafalme, manabii, makuhani na wengineo walifunga. Yohana Mbatizaji na wanafunzi wake walifunga. Bwana Yesu alifunga. Mitume walifunga. Kanisa la kwanza walifunga. Sisi ni nani hata tusifunge? Makusudi matano ya kufunga. Kumbuka, haya ni baadhi tu ya makusudi ya kufunga. Orodha hii sio kamilifu. Namba 1, kujinyenyekeza mbele za Bwana. Kwenye kitabu cha Ezra sura ya 8 mstari wa 21 imeandikwa, ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto Ahava ili kupata kujinyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyooka kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu na kwa mali yetu yote. Kujinyenyekeza mbele za Bwana kunahusisha toba na utakaso. Kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 14, wana wa Israeli waliambiwa, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Kufunga ni dhihirisho mojawapo la kunyenyekeza mbele za Mungu. Baada ya nabii Yona kuhubiri hukumu ya Mungu juu ya mji wa Ninawi, Biblia kwenye kitabu cha Yona sura ya 3 mstari wa 5 hadi wa 8 yasema, basi watu wa Ninawi wakamsadiki Mungu, wakatangaza kufunga. Kila mtu akaache njia yake mbaya na udhalimu ulioko mikononi mwake. Tunapojinyenyekeza mbele za Bwana na kutubu na kujitakasa na kuziacha njia zetu mbaya, uhusiano wetu na Mungu huboreshwa na huisho wa kiroho hutokea. Hali hiyo hutufanya tupate kibali mbele za Mungu na hivyo kuwa rahisi kupokea kutoka kwake baraka za kiroho na za kimwili tulizokusudiwa. Namba 2, kuhuisha utambuzi wa kiroho, spiritual sensitivity kwa Kiingereza. Kufunga huhuisha ufanisi wa macho, masikio na ufahamu wa kiroho. Kwa mfano, kwa mujibu wa kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 2, kanisa la Antiokia walimsikia Roho Mtakatifu akiwasemesha wakiwa kwenye maombi ya kufunga. Isitokee kwetu kama ilivyokuwa enzi zile za kuhani Eli. Biblia yasema, neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile, hapakuwa na mafunuo dhahiri. Tunisoma hilo katika Samueli wa kwanza sura ya 3 mstari wa 1. Namba 3, kujiandaa kiroho kwa ajili ya huduma. Tunasoma katika Injili ya Mathayo sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 11 kwamba Bwana Yesu alifunga na kuomba kwa muda wa siku 40 kabla ya kuanza rasmi utume wake hapa duniani. Kanisa la Antiokia, baada ya kusikia ujumbe wa kinabii kuhusu utume wa Barnaba na Sauli, walifunga na kuomba na kuacha waende zao. Hii ni kwa mujibu wa kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 2 na wa 3. Kabla ya kuanza kazi tuliyoitiwa,
kuifanya, ni vema kuwa na maombi ya kujikabidhi na kujiweka wakfu kwa Bwana. Kwa kufanya hivyo, tutapata maelekezo muhimu kuhusu namna ya kuitenda kazi tupewayo. Tutapata maarifa, hekima na nguvu za kutekelezea kazi husika. Vile vile, tutapata ulinzi maalum wa kutufanya tuwe salama tunapokuwa kazini. Namba 4, kuvuta usikivu wa Mungu. Katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 58 mstari wa 4 imeandikwa, hamfungi siku hii ya leo hata kuisikizisha sauti yenu juu. Waisraeli walilaumiwa kwamba kufunga kwao kulikuwa na kasoro. Kufunga kwao kulikuwa hakutimizi kusudi la kuisikizisha sauti yao juu. Hii ina maana kwamba kufunga kwetu kunatakiwa kutimize kusudi hilo la kuisikizisha sauti yetu juu kwa Mungu. Kwa nini kufunga kusababisha hilo? Ni kwa sababu kufunga huonyesha kwamba unamaanisha hasa, yaani upo serious na jambo husika. Je, unamaanisha kweli kwamba unataka kuhamishwa? Lazima uombe kwa msisitizo, uombe kwa bidii, uombe bila kukoma, uombe na kufunga kuonyesha msisitizo ili kuvuta usikivu wa Mungu. Namba 5, kuchochea nguvu za kiroho kwa ajili ya vita vya kiroho. Sisi waamini ni askari kwenye jeshi la Mungu kwa ajili ya vita vya kiroho. Kwa mujibu wa Injili ya Luka Mtakatifu sura ya 10 mstari wa 19, tumepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Lakini hatuwezi kuwa wafanisi katika matumizi ya mamlaka hiyo tukiwa dhaifu kiroho. Ni lazima tuwe na nguvu za kiroho ili tuweze kuitumia mamlaka hiyo kwa ufanisi. Yatupasa tuwe hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake ili tupate kuweza kuzipinga hila za shetani, kama anavyoeleza Mtume Paulo katika waraka wake kwa Waefeso sura ya 6 mstari wa 10 na wa 11. Yatupasa tuwe na uwezo wa kumdhibiti adui ili kuharibu kazi zake, kama ilivyoandikwa katika Injili ya Mathayo sura ya 12 mstari wa 29. Wanafunzi wa Yesu walishindwa kutoa pepo. Walipoulizwa, Bwana Yesu licha ya kulaumu upungufu wa imani yao, alisema pia, lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Hili limeandikwa katika Injili ya Mathayo sura ya 17 mstari wa 21. Nguvu za kiroho hudhihirika pia kupitia karama za rohoni. Maombi ya kufunga huweka mazingira yenye kufaa na kuchochea utendaji wa karama za rohoni. Karama za rohoni zinahitajika sana katika kupigana vita vya kiroho. Mtume Paulo amefundisha vizuri sana kuhusu karama za rohoni na jinsi zinavyotenda kazi kwenye waraka wake wa kwanza kwa Wakorintho sura ya 12 mpaka ya 14. Kwenye kitabu cha Isaya sura ya 58 mstari wa 6 yametajwa makusudi 4 ya kufunga ambayo kwa kweli ni ufanisi katika vita vya kiroho. Kusudi la kwanza ni kufungua vifungo vya uovu. Kusudi la pili ni kuzilegeza kamba za nira. Kusudi la tatu ni kuacha huru walioonewa, na kusudi la 4 ni kuvunja kila nira. Sura inayofuata, yaani ya 5, inahusu kujifunza toka kwa Yabesi. Endapo umebarikiwa na mafunzo ya kitabu hiki, tafadhali washirikishe na wengine.